walikuwa hawajui kuogelea kabisa. Watoto wawili wa familia moja ambao majina yao ni Abednego Joachim mwenye umri wa miaka 13 na Ebeneza Joachim mwenye umri wa miaka 9, wakazi wa kijiji cha Kimnyaki wilayani Arumeru mkoani Arusha, wamefariki dunia baada ya kuzama kwenye bwawa la kuogelea yani swimming pool katika hoteli moja iliyopo mkoani Arusha. Akizungumza na waandishi wa habari, baba mzazi amesema kuwa watoto hao walipitishwa na mama yao katika hoteli hiyo Januari 7 kwa ajili ya kula na kuogelea ili waende mjini kwa ajili ya kununua mahitaji ya shule, lakini ndipo ikatokea tukio hilo, lakini hajaweza kuongea na mama vizuri kuhusu ilivyokuwa kwa kuwa hakuwa kwenye hali nzuri. Baba huyo amesema kuwa licha ya kwamba watoto wake walikuwa hawajui kuogelea, lakini tukio hilo limemuacha na majonzi makubwa na hawezi kulisahau na linamuumiza sana. Kwa majina naitwa Joachim Mengoru Laiza. Taarifa hii ya tukio nilipata nikiwa Moshi KSMC nikimuuguza baba ambaye anaumwa. Haini sikupata taarifa ya kifo, lakini nilipigiwa simu ya mke wangu na mtu mwingine akiwa St. Joseph Hospital kwamba ndugu wa karibu na mke wangu anahitajika kwa sababu alikuwa na watoto kwenye hoteli. Sasa pale hospitalini walikuwa wanamsaidia au wanawasaidia wale watoto kuokoa uhai wao. Na mimi niliweza kuwasiliana na ndugu marafiki walioko huku nyumbani, kwa maana mimi nilikuwa Moshi kipindi hicho, kuwapa taarifa wakimbie pale St. Joseph, na kwa kweli waliweza kwenda kwa wakati kumfuata yule mama. Na baadaye mimi nilianza safari huko kutoka huko KSMC Moshi kuja Arusha. Kuta wale ndugu ambao ndo wamenisaidia, Mungu amewatumia sana, wakanisaidia mimi kufika Arusha kwa urahisi bila shida, lakini sikuwa pia nimepata taarifa kwamba msiba umeshatokea, watoto wameshapoteza uhai wao. Ila baada ya kufika pale St. Joseph, wale ndugu walikuwa wamemwandaa daktari mmoja ambaye alijaribu kunikansel na baadaye akanieleza tukio lililotokea. Ila kwa kweli nilipokea kwa masikitiko makubwa sana na limeniumiza na bado linaniumiza sana, na sijui kama picha ya watoto itafika wakati itafutika kichwani, maana kwa kweli ni tukio ambalo hatukutegemea kabisa. Mama alikuambia kwamba mazingira yao kufariki ilikuwaje? Kwa sababu kuna taarifa kwamba aliwaacha wakiwa wanaogelea, yeye akaenda kuwachukulia vitu vya shule. Kusema mama, yeye sikuweza kuongea na yeye kwa sababu mama alikuwa hawezi kuongea, na sio kweli kwamba mama aliwaacha watoto. Labda tu tuseme kwamba hakuwepo eneo lile la watoto kuogelea, lakini ndo alikuwa anawapeleka pale, walipata chakula watoto ili watoke pale waende kwenye manunuzi ya vifaa vya shule. Kwa hivyo sio kweli kwamba aliwaacha. Nafikiri tu labda tuseme waliowaacha watoto ni wale waangalizi wa pale. Walishawahi kuwa na uzoefu wowote wa kuogelea au walikuwa hawajui kabisa? Walikuwa hawajui kuogelea kabisa. Ndio. Ni kweli hiyo imechangia kwa sababu watoto hawajui kuogelea. Okay. Watoto wako labda wanaitwa nani na nani, walikuwa wanasoma wapi na umri wao? Mkubwa anaitwa Abednego Joachim, anasoma Bluebell, na huyo mwingine anaitwa Ebeneza Joachim na anasoma huko Bluebell. Mkubwa amemaliza darasa la 7, ndio alikuwa anategemea kuingia kidato cha kwanza mwaka huu shule ya sekondari ya Mringa. Na huyo mwingine naye alikuwa anategemea kuingia darasa la 4 mwaka huu. Mimi ni Samuel Melio Riton, ni mwenyekiti wa kijiji hiki cha Kimnyaki ambalo tukio limetokea la watoto wawili kufariki ghafla kwa mazingira ambayo sio mazuri. Hapo kwa kweli hatujaweza kujua sana sehemu hiyo kwa sababu wao watoto walipelekwa na mama yao. Baba yao alikuwa kule KSMC akimuuguza babu. Kwa hiyo hatujaweza kujua, na mama yake toka siku hiyo mpaka leo
huwezi kumuuliza chochote. Ni jana ndiye ametoka hospitalini, kutoka siku hiyo naye alikuwa amelazwa. Mpaka sasa hivi mwili wake haujarecover vizuri, kwa hiyo hatujaweza kujua kwamba walikuwa wanacheza ama wameingia kuogelea wakawa ni wao wenyewe. Kwa hiyo hamna muangalizi, hatujaweza kupata taarifa hiyo vizuri. Hivyo, kwa mujibu wa taarifa ya baba huyo, amedai kuwa jeshi la polisi limewashikilia watu 4 kwa uchunguzi zaidi wa tukio hilo.